Macro maanake ni platform ambazo zinatumia maudhui marefu. Mfano kama YouTube. YouTube ni macro content platforms. Netflix mojawapo, Showmax mojawapo. Zote hizo ni platform. Netflix, Showmax, YouTube, video ndefu 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours inaweza kuweka kwenye hizi content. Hasa katika hizi platform ambazo ziko za aina mbili ambazo zina watumiaji wengi zaidi ni hizi micro platforms. Zina watumiaji more than 80% kwa sababu ya wepesi wa maudhui yake. Mfano Instagram ina watumiaji wengi zaidi compared to YouTube kwa sababu ya wepesi wa maudhui. Lakini in terms of numbers, YouTube ina numbers ila haiwezi kucompete na Instagram kwa sababu ya wepesi wa maudhui. Kama TikTok ilivyo ina more micro content kuliko YouTube, ndio maana ina users wengi zaidi. So utakuja kurealize inaweza kufanya kuwa na numbers kubwa kwa sababu ya wepesi wa maudhui yake. Now, platform moja ambayo tunaanza nayo ni micro ni Instagram. So Instagram ni mtandao ambao ni mzuri sana kwa sababu ya kushowcase vitu. Kama una talent au labda una bidhaa, unaweza kaishowcase kwa kutumia picha ama video. Kwa nini ni mtandao mzuri wa kushowcase? Kwa sababu Instagram algorithm ilitengenezwa kwa kuzingatia viwango vya kigrafikia, graphics quality, yani uzuri wa picha, mng'ao wa picha na kadhalika. Kwa hiyo inaweza kukupa uwezo wa kutengeneza picha yenye mng'ao mzuri na ikawa katika utaratibu mzuri, bidhaa au kitu kikaonekana. Kwa hiyo Instagram ni specifically kwa kushowcase vitu. Na ndio maana kwenye platform ya Instagram tunachokiangalia ni ubora wa picha. Sio Instagram peke yake though, mitandao yote. Lakini Instagram kwa sababu ni platform ya kushowcase, tunaangalia ubora wa picha. Lakini pia Instagram ni platform nzuri sana ya kutengeneza brand. Yani mtu akikwambia anataka kujenga brand, alafu yuko kwenye TikTok, trust me, bado hajakamilisha. If you want to build your brand, use Instagram. You know this, TikTok utavuma, lakini kama huna Instagram, you're not a brand. Mlikuwa mnajua hicho? Weird, yeah. Kuna watu wako Facebook ni magwiji, ana watu wengi na anatengeneza hela Facebook, lakini it's not a brand. Yani wewe sio kitu. Kuna watu vijana wanakuja pale kwa ngapi wanasema YouTube Facebook imewalipa. Na wana hela wanaingiza dola 500, 600, 700. Facebook inalipa, tutaichambua leo utaona. Lakini sio brand. Ila tokelezea tu Instagram, ukavuma followers 10k, 20k, 30k tayari. Umeitwa interview Radio 1, TVC, usikulama ushakuwa kitu. Yes. So kama unataka kujenga brand, also Instagram is the best platform kujenga brand. So kama mtu akizungumza I want to build my brand, mwambie fungua Instagram, post kila siku, done, kashajenga brand. Kwa hiyo Instagram ni nzuri kwa sababu ya kushowcase vitu, kuonyesha vitu, lakini pia ni nzuri sana kwenye kutengeneza brand yako, ila ni nzuri zaidi pia kwa sababu ya kupata deals. Hapa kwenye deals ndo hapo tunapokuja. CRDB watamkuta TikToker ana followers milioni 2, lakini Instagram ana followers 10,000, hawampi deal. Makampuni na biashara zitamkuta TikToker, mtu wa TikTok ana followers milioni 2 TikTok, lakini Instagram ana followers 20,000, hawampi deal. Kwa sababu gani? Brand inayokupa deals ni Instagram. Ndio maana unaona hata wale wachekeshaji walikuwa TikTok wana followers wengi, lakini inabidi tena watengeneze Instagram ili waendelee kupata deals. Bila hivyo au pay deals. Kwa hiyo Instagram ni platform ya kushowcase vitu, kujenga brand na pia kuconnect na brand kubwa kupata deals. But hizi ninazokufundisha is for Tanzania. Marekani wanaibeba TikTok na unapata deals. Kwa sababu Marekani na nchi zilizoendelea wanajua umuhimu wa kila platform. Tanzania hatujui umuhimu wa kila platform. Ndio maana paka leo unaona mtu kama Nyonyo, Leima, Amina Skin by Mina, Focus hamna YouTube na Hams. But kwenye nchi zilizoendelea lazima muwe na YouTube kwa sababu bidhaa za Focus, bidhaa za Leima, bidhaa za Nyonyo, bidhaa zenu zinataka deep explanations, maelezo. Amina ni mtaalamu wa ngozi. Amina anafananishwa na watu wanaodili na bidhaa za urembo au labda watu wanaofanya spa. Amina sio mtu wa spa. Yule ni skin aesthetic. Did you get it? If you don't get it, forget about it. Amina ni skin hiyo. Amina nini basi unanichosha? Hebu sema skin nini? Esthetician. They get it. So yule ni mtaalamu wa ngozi. Lazima awe na YouTube, kila siku anakuja pale. Hello, my name is Mina, a special professional esthetician. So you know your type. Zile video unazoziposti mara kwa mara ndo video ambazo sisi tunaenda kutafutaga tutorials kwenye YouTube tunazisikiliza. Kwa hiyo takiwa mfanyabiashara anauza items, anatoa huduma, lazima huyo na YouTube. Baadaye nitakwambia YouTube ina kazi gani, lakini Instagram umeelewa purpose yake. Kulink na brand, kushowcase bidhaa yako, kujenga brand yako mwenyewe. Lakini pia Instagram ndo sehemu ambako you build your own values. Sema TikTok kuna vitu. TikTok waongeaji ni wengi, ila enjoy Instagram. Instagram tunasema huyu jamaa ana kichwa. Ni kichwa kwa thamani kwa sababu ya Instagram ilivyo. So this is how Instagram is. Now, kuna features za Instagram kama 1 2 3 4 5. Tuzungumze 4. Feature ya kwanza ni feed posting. Feed posting ni ile tunapopostigi kawaida. So ile ni feed. Inaweza kuwa ni picha ama video. Feed posting pale wanasema mostly showcase videos na za bidhaa zako na video za bidhaa zako mara kwa mara. Kwa hiyo at least kwa siku in a day at least utengeneze
utengeneze video ama picha not less than 3. Kwa sababu moja, kwa sababu ya ushindani, alafu mbili ni kwa sababu ya kuclarify. Ukitengeneza content ya kwanza, nyonyo tulikuja dukani, video ya kwanza engagement na 10,000, watu 10,000. Ya pili watu 9,000. Ya tatu watu 30 sasa hivi. Umeelewa tofauti? Video ya kwanza watu kama hawajaelewa hivi. Ya pili kama tunaanza hata kumuelewa. Ya tatu ndo watu wana respond. Na algorithm huwa inaipa masaa mawili kila content. So ukiposti content ya kwanza inakuwa masaa mawili ili kupata ile kitu. Nyingo process inavyokuwa. Ukiposti wanachukua ile content, alafu wanafanisha na content zako zingine. So let's say umepiga picha hichi kitu. Ukapiga picha. Wanachukua picha ile kitu. Ile algorithm la Instagram. Ukishachukua picha ile kitu, wanachukua content zako zingine, wanafananisha rate ya engagement. Ndani ya lisali moja wana engage watu wangapi kwenye kitu? Wame-engage watu wengi kuliko content zako zingine zote. Wanachukua hii content, wanafananisha na niche nzima. Kwenye account kama ya kwako, ipi inafanya vizuri zaidi? Wakiona kwako bado inafanya vizuri, utaona wanakuletea message pale hivi. Ukipromote hii post itafikia watu wengi zaidi, inafanya vizuri. Ukiona ile process ni kwa sababu ya hiyo. Every post inafanya 2 hours. Wanafanya hicho kitu 2 hours. Sasa inabidi uibombedi Instagram 2 hours. So at least unajibia masaa 6. Ile masaa 6 reach ya kawaida ya kila account, yani kufikiwa kwa content ya kila account ni 5% ya followers wake wote. Yani hata uruke juu, hata Diamond anafikia 5% ya followers wake wote. Angalia post ya mwisho ya Diamond ina likes ngapi? Afu angalia idadi ya followers wake 5%. Hauzidi kwa sababu ya kibiashara, hauzidi. Kwa nini? Kwa sababu wanaficha ile namba hivi. Tukupe kila kitu usitudai. Weka tangazo hapo tupate hela. Yani wao wanachotaka ni kwamba hii engagement hii upate nyonyo. Ndio maana wanasema ili ureach engagement kubwa, at least collaborate na watu wengine. Kwa sababu kama mimi nafikia 5%, nyonyo nafikia 5%, tukakombine 10%. Umeshaelewa? So post sana videos na pictures, lakini at least minimum a day 3 content. Na kila post ukinapopost kwenye Instagram, pishanisha walau 1 hour. Ukiposti haraka hapo, what happen ni kwamba post ya kwanza umeposti, afu post ya pili, afu post ya tatu, kuna content haitafanywa ile process, wanaiacha. Kwa ile process itavuka kwenye content. Na ndio maana muangalie mtu ambaye anapost nyingi kwa wakati mmoja. Angalia post ya kwanza na pili na tatu ile post ina engagement 2, like haina like kabisa. Alafu ile mwisho na like 10. Kwa sababu hizo zingine umezinyima ule muda wa kuhema. Yani hazijapumua, umezibombedi. Kwa at least pishanisha 1 hour every posting. So hiyo ni kwa sababu ya feed. Na kwenye story na highlight. Anasema first of all, kwenye story na highlight, lengo la story na highlight ni kwa ajili ya kushare BTS content. Stories na highlight ni kwa ajili ya kushare BTS content. BTS content ni zipi? Let's say darasa unavyotengeneza hapa darasa. Rico anachukua hizi content, mnamuona hizi ni behind the scene. Kwa sababu this is what is happening, this is the main feed. Yeye anachokifanya ni hizi ni BTS content, behind the scene kinachotokea. Which is hata baadaye anaweza kuzitumia katika purpose mbili. Kuna BTS na kuna B-rolls. BTS ni behind the scene content. B-rolls ni content zinazojazia content kuu baadaye. For instance, akati Rico ana edit video ndefu, anaweza kachomekea video ya nyinyi mnavorespond, kwa sababu how do you create a video ambayo ina focus na main speaker, nyie baadaye mnaonekana mmetokea. Ile inaitwa B-roll video. B-roll ni sub videos ambazo zinakuwa ziko kwenye main video ila zinakuwa appeared baadaye kwenye credit. So story kwenye Instagram purposely ni kwa sababu kushare behind the scene. Na ndio maana nyonyo wakati unatoka unakuja hapa, umepost Insta story kama unakuja njiani, post next time. Yani Insta story ni tuonyeshe yale ambayo hauyaweki hapa. Ushaona behind the scenes zinafanya sana watu wana engage na wewe. Lakini pia kwenye stories unaweza ukasaidia kutengeneza categories au kuboost engagement. Mfano, ungia kwenye Instagram yako, ukienda kwenye Insta story, utakuta kuna zile stickers. Unaziona hizo sticker? Zile sticker ukifungua, utakuta kuna sticker imeandikwa poll, kuna sticker imeandikwa sijui question. So let's say unaweza ukaposti reni au saa. Afu pale ukaiposti ile saa kwenye Insta story, afu kaandika hii saa ungevaa na nguo gani hapa? Pale kwenye ile pale kwenye A and B. Ya kwanza unaandika ningevaa na suti, ya pili ningevaa na pensi, short manake na t-shirt au sielewi. Lengo ni kuwafanya watu wa interact na wewe. Kwa hiyo hata kama na useke maswali magumu kuchosha, weka vitu ambavyo mtu anaweza engage, kwa sababu sisi tunataka kelele kwenye vitu hata kama tuvielewi. Wape vitu wanavyovielewa, waambie watu engage. Ina boost engagement sana Insta story. Na Insta story ni sawa na tangazo la $5 la bure la Instagram. Insta story ina expire baada muda gani? Saa 24. Ni kitu gani ambacho ukikipost sasa hivi kwenye Instagram mtu anajua umepost sasa hivi? Story. Post ya kawaida mtu anaweza kujua ni saa ngapi mpaka angalie muda. Insta story inakaa pale hivi. Ni kama WhatsApp status. Yaani WhatsApp ukiweka tu mtu atataka kujua uko wapi. Yaani inawashaga tu kubonyeza. Unafanya manicure So umeona? Kwa Insta story ni sawa na katangazo ka $5 kwa sababu una reach watu au ina alert watu for free. So Insta story posti sana. At least minimum Insta story kwa siku uposti kwa kupishanisha the same. Uposti at least mara 5 mpaka 7. 5 mpaka 7 unapishanisha kwa muda fulani. So utaposti Insta story ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 au mpaka ya 7. Na Insta story ukiweza jitahidi uwe una share every day. Another thing ni waibie siri.
the only way utawajua loyal followers wako ni kupitia Insta story. Wewe post Insta story consistently ndani ya wiki nzima. Angalau watu wanaoangalia utakuta ni wale wanasema watu wangu wa maana sana. Tengeneza content wa shout out. Bana jamani, shout out kwa Nyonyo. Shout out kwako. Yani wewe yeye mwenyewe anasema kajuaje? Insta story kila siku nakuona unanyangalia. Kukutana kuna mtu anakuangalia pale pale. Alafu Insta story ni sehemu nzuri sana hata ukitaka kuangalia wale wa mtu anayekufuatilia. Kuna wafanya biashara ambao wanakufuatiliaga afu wanajifanya kama hakujui. Angalia tu pale. Screenshot tuma kwenye post kwenye simu. Eka kwenye simu yako. Sige kwenye simu. Afu siku moja sema jamani, mimi wafanya biashara wanakubwa wananifuatilia. Mtu akisema sio kweli, post Insta story realistic. Huyo hapo. Mimi kwenye Insta story ndio unya realize watu wengi wanafuatilia duka lao. Viongozi, watu wakubwa, wasanii. Sinaona pale Insta story. Hiyo inaga siri ile ina siri. Na ukigusa tu ushaonekana. Kwa hiyo nikaja kuona Rick Mosi nani yeye? Mwingine huyu. Nikaona kama TikTok utakuja kunipitia. Utajua tu. There is no sneaking. There is no sneaking. Tutajua tu. Reel sasa. Reel ni tofauti na zile feed videos au feed post. Kwa nini? Uzuri wa Reel unaweza ukaiedit in real time. Let's say unaweza kurekodi kitu, afu kakiedit pale pale, kinaweza kukupop up kwenda kwenye application yako edit au kaeditia pale pale. Yaani uzuri wa Reel una option nyingi. Tofauti na feed video. Feed video ina option chache. Reel ina option nyingi. Lakini pia uzuri wa Reel ili ifanye vizuri, Reel at least isiwe zaidi ya dakika 1.30. Yaani dakika 1.5 yaani dakika 1 na sekunde 30. Isizidi hapo Unajua mwanzo nilikuwa nawaambia amnaga muda maalum wa kupost. Umeelewa Ni kwa sababu ukishapata watu wanakufuatilia. Yaani wewe post 8 usiku wanaangalia kwa sababu si wanataka kujua kinachoendelea. Lakini kama bado unaanza kujenga brand, unajitafuta na kadhalika, wewe unaweza kuwa unaibia hapa sehemu yenye hiki. Hapa lakini ukishajenga tu watu wanakufuatilia, yani una haja muda wa kupost. So really siwe zaidi ya dakika 1 na sekunde 30 kwa sababu ya best engagement, kwa sababu kuna tendency watu wanaachaga kuangalia video zote ndani ya sekunde 4 za mwanzo. Unajua hiyo tabia Yaani mtu anaangalia hivi katika vitu ambavyo usifuatilie katika Yaani mwanzo anakusikiliza vizuri. Jamani kati ya kufuatilia hizi jamani, hatineta yako scroll. Ndio maana Nyonyo mwanzo pale usianze mambo vipi guys, dada yako Nyonyo Mahereni Hanifa hapa. Hizo malizia mwisho. Mwanzo huwa ukipewa mic kwenye mkutano wa rais uko pale, usisema habari naitwa Nyonyo, uanza kufetua hapo. Hatineta jamani kwenye event kama unavaa hatineta. Fascinate na kuliko katika event kama hizi. Kwani nani naitwa Nyonyo Mahereni Hanifa dada yako hapa tashtiti, yani ndio malizia. So kwenye content kwa sababu ya habit ya watu kuangalia video sekunde 4. Ndio maana kuna kitu kinaitoga hook. Zile hook lengo ni kumfanya mtu abaki. Ndio maana mtu anafanya hivi, jamani leo nimeamka mume wangu nimemchiti right ended. Anyway guys, sikilizeni, nimeleta hizi karatasi naziuza shilingi 30,000. Yaani mpuuze nini? Lakini kashasikiza. Unaenda wapi? Kaa hapo sikilize. Kwa hiyo ile lengo la kukufanya ubaki. Lakini Reels katika account yako wanasema posti 7 kwa wiki. Reels 7 kwa wiki. Yaani usikose Reels 7. Usikose. Hii ni minimum. Yaani maana yake ni kwamba kila siku moja kwa 7.